Karibu katika kipindi cha 4 ambapo tutakuwa tunazungumzia jinsi ya kuandika utangulizi ama sehemu ya pili baada ya kuandika anwani. Baada ya kuandika anwani unaruka kistari. Alafu sasa unaweza andika waliohudhuria, waliotuma udhuru, waliokosa kutuma udhuru na waliokosa kuhudhuria bila udhuru. Na pia kama uko na wageni, unaweza andika wageni, kisha unaandika ajenda. Mfano, waliohudhuria, andika kutoka mkono wako wa kushoto, alafu unaorodhesha waliohudhuria, katana, mkubwa. Unaanzia na mwenyekiti, katibu, alafu wanachama. Na kumbuka, haya ni maneno ya watu, ama nomino za pekee. Kwa hivyo unaanzia kwa herufi kubwa, alafu kama katika cheo cha kila mmoja unaweza amua kuanzia kwa herufi kubwa ama herufi ndogo. Kwa hivyo usichanganye. Kama mimi naanza kwa herufi kubwa. Mfano, Linda Njoroge, katibu, nimeanza jina katibu kwa herufi kubwa. Zote ziwe hivyo, ndio kuwe na ule mtiririko ama unadhifu ama kazi yako iwe safi. Kutoka hapo unakuja kwa waliotuma udhuru, unaweza andika 4, 3, wasiwe wengi sana. Pia waliohudhuria angalau 6, 7. Waliokosa kutuma udhuru 1 ama 2, waliokosa kuhudhuria bila udhuru 1 ama 2. Hapa sasa unaweza andika wageni waalikwa, na sio lazima wageni wawe kama mimi sina wageni, na kama wako orodhesha. Na kila baada ya kuandika kama waliohudhuria, waliotuma udhuru, unaruka kistari kimoja ili kazi yako iwe safi. Alafu ajenda ndio ya mwisho katika sehemu ya pili ama utangulizi. Na ajenda ni vyema kufahamu, huanza kwa kufungua mkutano, kisha kusoma na kudhibitisha kumbukumbu za mkutano uliotangulia ama uliopita, maswala ibuka kutokana na kumbukumbu za mkutano uliotangulia. Alafu sasa baada ya maswala ibuka mnazungumzia sasa ile mada ya mkutano huo, kuongezwa mshahara, kupandishwa cheo. Alafu shughuli za ziada ni mambo ambayo hayako katika ajenda. Jina langu Mwalimu Linda.